imetakiwa kuwakumbuka na kuwasaidia watu wenye uhitaji kwa kuwa wanapitia changamoto nyingi za kimaisha. Na hapa mkurugenzi mtendaji wa JBM Gym Fitness Bwana Geoffrey Miti kwa kushirikiana na wadau wa JBM Gym Fitness ambao ipo mtaa wa Lisaboni, manispaa Songea, wamefanya matendo ya huruma kwa kutembea kituo cha kulea watoto wanaishi katika mazingira magumu cha Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu Chipole. Akiongea bado kabisa zawadi kwa watoto wa kituo cha Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu Chipole, zawadi zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 1. Mkurugenzi wa JBM Gym Fitness ndugu Geoffrey Miti amesema ameona atumie mapato yake ya mwezi kufanya matendo ya huruma kwa kuwatembelea na kutoa misaada kwa watoto wenye uhitaji, kwa kuanza na kituo cha Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu Chipole, kwa kuwa kituo hicho kiko mbali na mjini, hivyo akipati msaada mara kwa mara kama vituo ambavyo viko mjini. Hivyo ameomba na watu wengine ambao wamejaliwa uwezo kwa kumpuka watu wenye uhitaji na kuwasaidia. Mimi kwa majina naitwa Geoffrey Bonaventura Miti. Ni mkurugenzi wa kampuni inaitwa JBM International Company Limited, lakini pia ni mmiliki wa JBM Fitness Center iliyopo Lisaboni, Songea. Dhamira yangu ya kuja huku ilikuwa ni kuja tu kwa kuwa nimeshawahi kuona wenzangu wakitembelea watoto yatima, na mimi nikajiona kuwa na mimi pia nina uwezo wa kutembelea watoto yatima. Kwa nini nisifanye mimi kama mimi? Kwa hiyo nikaamua kujitolea kuchukua mapato yangu ya mwezi Januari yote na kuamua kuja kushirikiana na watoto yatima kwa kushirikiana na wana mazoezi wenzangu ambao na wenyewe wamechangia kwa kiasi fulani. Kwa hiyo vitu vyote jumla vilivyokuja hapa, vyote jumla thamani yake ni kama milioni 1 na kidogo. Pana kabla sijaamua kuja hapa, nilifanya research ya kupita kwenye vituo mbalimbali Songea mjini, nikagundua kwamba hichi kituo kilichopo huku kwa kuwa kiko nje ya mji. Kwa hiyo watu wengi sana wanatembelea vituo vya mjini. Kwa hiyo nikapendekeza hii kwa sababu watu wengi huwa watembelei. Kwa hiyo kutokana na jinsi ambavyo nilikuja kujua mahitaji ya watu wa huku, nitaendelea kutembelea vituo zaidi ya hiki. Wito wangu na washauri tu au nawaomba wakazi wa mkoa wa Ruvuma, wakazi wa Songea na vitongoji vyake. Watoto wanaishi huku ni binadamu, ni Watanzania wenzetu ambao wana uhitaji. Kwa hiyo ukipata nafasi ya kuwasaidia unawasaidia, kwa sababu ni watu ambao wanategemea watu kama sisi ndio tuwasaidie. Kwa hiyo naomba sana watu anayeguswa na yeye angalau anakuja kujitolea, hata akipata shilingi 200, 300, akipata 2000 akiwasaidia inakuwa inawasogeza kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Kwa majina anaitwa Conrad Awile, ni mjasiriamali, ni mwanafamilia wa JBM Gym. Tumeungana wanafamilia kuja kuwagusa au kuwashika mkono, kuwafariji watoto yatima, watoto wenye uhitaji ambao wapo kwenye kituo cha St. Agnes Chipole. Wito kwa jamii, watoto ni wengi ambao wana uhitaji. Ni vema tukajitokeza, tukaguswa kwa chochote ambacho tutajaliwa kuja kuwaona hao watoto. Kuna watoto wamehitimu elimu ya sekondari, wanahitaji ada kuendelea na masomo ya juu. Kuna watoto ni wadogo, wanahitaji pampers, wanahitaji sabuni, wanahitaji vyakula. Kwa hiyo yote atakayeguswa ajaribu kusogea kituo chochote cha watoto yatima, sio lazima ni Chipole. Popote utakapoguswa eneo ambalo upo, jaribu kuwatembelea hawa watoto. Kwa upande wake Sister Maria Aquinata OSB, mlezi wa watoto ambao wanaishi katika kituo hicho, amashukuru JBM Gym Fitness kwa kuwatembelea watoto wao na kuwakabidhi zawadi ambazo zimewapa faraja, ambapo amesema kuwa changamoto kubwa ambayo inawakabili kukosa bima ya afya kwa watoto wa kituo hicho, lakini pia ameomba msaada wa kulipa ada za watoto ambao wapo katika kituo hicho, kwani wamefanikiwa kupata watoto 3 ambao wamefaulu kwenda kidato cha 5. Watoto wetu hawana bima. Ilifika nani TRA na mwenye walifika kuona watoto. Wameleta vitu walijaza hapa. Tulisimama hapa. Nikamleta mtoto mmoja ambaye nimesema na tatizo la moyo. Alikuwa na matundu mawili alipofika. Sasa hivi limebaki tundu moja. Nikasema mtoto huyu ana tatizo la moyo. Sasa tunashindwa, hatuna bima. Wamesema miaka 5 lazima tumpeleke Dar es Salaam. Wakaniambia tuachie sisi. Tukasema sawa. Nikakaa kweli, tulifuata. Nikaandika barua. Tukaenda, asema njoo chukua picha yake na nini, pitia hapa. Fotokopi yake leta. Nikamtuma mama moja akatusaidia kumpeleka mpaka kule. Wakasema sasa we mama rudi. Nimekushapata bima yake. Kwa mwaka mmoja wamenifanyia tayari. Bado mpaka leo hivi hawana bima.
wakienda Peramiho tunalipa. Sasa tungeshukuru kama wangetusaidia kutufanyia hizo, tupate bima hizo. Kwa kweli hawana bima. Huko nyuma walikuwa wengi wenye bima, wengi tu tulikuwa tunawafanyia. Sasa baadaye tukakuta kwamba mtoto mwaka mzima hatibiwi, zinakaa tu. Baadaye wakasema mfumo umebadilishwa, kwa hivi basi tumekaa tu. Mwenye bima ni huyo tu mmoja ambaye amesaidiwa na TRA. Nao baadhi ya watoto ambao wanaishi kwenye kituo hicho na wamefanikiwa kufaulu kidato cha 4 na kwenda kidato cha 5 wameomba msaada wa kusaidiwa malipo ya ada ili waweze kuendelea na masomo yao. Jina naitwa Federico Ernest Zenda, ni mlelewa wa kituo hiki. Kituo kinaitwa Kituo cha Watoto Yatima Chipole, ni cha Mteresia Mtoto Yesu. Nimemaliza form 4 mwaka jana nikiwa na ufaulu wa division 1. Pia katika maisha hapa ni mazuri sana, wanatulea kimaadili mazuri, masista anatupenda sana, kwa hiyo nafurahi sana kuwa hapa. Kwa mimi nimefika hapa nikiwa na mwezi mmoja hadi sasa na miaka 18. Kwa hiyo nimelelewa toka na mwezi mmoja hadi sasa na miaka 18. Kwa watu naomba mje kutuona, mje kuwasaidia watoto ambao wapo hapa, na hata mimi pia nahitaji kuendelea kimasomo. Sasa nipo nasubiri nichaguliwe shule, labda kama chuo au advance. Kwa popote nitapochaguliwa nitaenda. Kwa jina naitwa Yohana Paulo Magembe, na umri wa miaka sasa 18. Nimefika hapa nikiwa na umri toka miaka 14. Nimekuja kulelewa hapa nikiwa mtoto mdogo. Sasa tunashukuru jumuiya ya JBM Gym kuja kututembelea sisi hapa. Tunawashukuru wote kwa umoja wenu, na tunaomba wadau wengine mbalimbali mje kututembelea katika kituo chetu, kwani tunapata faraja sana kuona wadau mbalimbali wanaokuja hapa katika haya mazingira kuja kutusaidia, kwa sababu wanakuja katika kituo chetu hiki cha watoto yatima. Tunashukuru sana kusema hivyo hapo. Naomba na wadau wengine waje hapa. Asante kwa kuendelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii pale Instagram, Twitter na Facebook kwa jina Toka Zamani TV. Pia usisahau kulike na kusubscribe YouTube channel ya Toka Zamani TV. Nyote nendenda na hii ni Toka Zamani TV.